Haya, dada Martha karibu. Asante. Wewe umerudishwa kazini. Shida ni nini? Kulikuwa na shida zilishatokeaga, nikapiga simu, nikaomba. Shida gani? Mtuambie, shida gani zilitokea? Mwanzoni pale nyumbani. Wewe dada ni wa level gani? Traditional. Kwa shingapi? 1,500. Niliondoka hapa mwezi. Umekaa muda gani kazini? Huu ndio ulikuwa wa 4. Mwezi wa 4. Okay. Kazini ulikuwa umepangiwa wapi? Hapa Msumi. Okay. Sawa, umeanza kusema uliwahi kupiga simu kwa ajili ya changamoto. Hebu tuanzie hapo. Ila kabla hajapiga mimi ndo niliwahi kupigia simu baada ya madam wangu kutoa malalamiko kwa mara ya kwanza kabisa. So mimi ndo nilianza. Records hizi hapa zinaonyesha malalamiko ya kwanza yalitolewa na madam. Okay. Hebu tuanze na hayo ya kwanza. Malalamiko ya kwanza madamu wake ndo alitoa. Madamu wake ndo alitoa. Dada alianza mkataba wake tarehe 25 mwezi wa 10. Lakini mwezi wa 11 tu madamu alipiga simu. Utakuwa unasikika hapo. Mwezi wa 12. Mwezi wa 12 madamu akapiga simu. Akatoa malalamiko, anasema hivi kuhusu utendaji kazi na nidhamu ya dada. Madamu amesema kwamba dada anafanya kazi kivivu sana na matumizi ya simu muda wa kazi ni yamezidi. Pia dada anaonekana hayupo settled, ni kama alikuwa anatafuta kazi nyingine. Madamu anasema dada hatakatishi nguo na anaonekana kutokujali kabisa. Anamjibu sawa madam kama ameelewa pale anaporekebishwa. Ila baada ya hapo anafanya makusudi mpaka ya kugonga vyombo kwa nguvu na kubamiza mlango. Dada alishapiga simu kusema kwamba mtoto anasumbua kula, hivyo abadilishiwe sehemu ya kazi. Sasa hapa ilikuwa ni follow up ya mara ya kwanza ambayo tunampigia madam. Before hapo madam alisema tu malalamiko ya mwanzo kabisa yalikuwa nidhamu, kwamba anavaa vibaya kazini. Alafu dada tukampigia sasa kumpa feedback. Dada ndo akasema kwamba mtoto anasumbua kula sana, mtoto wa madam. Kwa hiyo kwenye kufanya follow up pia ndio hii ya mwezi wa 12 ndo madam sasa anasema yani tabia za dada zimekuwa excessive sana nidhamu. Lakini sasa alikuwa anamshangaa kama vile dada alikuwa yani hata akimrekebisha baada ya kumrekebisha atatoka abamize mlango kwa nguvu, yani ile kwamba baada ya madam kuongea naye au anaosha sijui vyombo bamize huko masufuria. Yani hizo ndo zikawa sasa hizo ndo zikawa feedback. Baada ya hapo tukaongea na dada. Dada amelalamika kuwa madam wake anapenda kulalamika. Tumemwambia dada mapungufu yake na dada akasema kwamba atabadilika, kwa sababu mdau anakusema kwamba madam wake analalamika sana, na mimi nikampa hizo feedback kwamba wewe mpaka unaongeza mlango una tabia mbaya. Sasa hata mtu mwenyewe huwezi ukasema ataacha kulalamika, kwa sababu ni kweli madam alikuwa anaongea sana. Yaani hata akipiga simu utamsikia ambavyo yani atalalamika mno. Nikamwambia hiyo ni kawaida kwa mtu ambaye anakuwa ana expectations za kupata huduma anayoilipia, alafu unakuta haipati. Lakini huyu alikiri kabisa. Nikamwambia kuna nguo za mtoto ambazo ukuzitakatisha ulivyozifua, yani na imeshakuwa sasa ni tabia yako. Akasema ndio, sijui alifua ikawaje, lakini baadaye akasema mimi nitabadilika baada ya kuzungumza naye. Haya. Tukakaa akaja madam akaja kupiga tena simu January. Madam akapiga simu kutoa malalamiko kuwa dada ana tabia mbaya ya kuvaa mavazi mabaya, yani hana maadili kabisa. Anamwadithia mtoto wa madam vitu vya hovyo, yani mpaka madam ameanza kuwa uncomfortable kwa sababu anahisi dada anamtega mume wake. Hii hapa ilikuwa dada nadhani amemsimulia mtoto ile story ya Rehema iliyopo kwenye page yetu. Mtoto wa madam yuko form 2. Yuko form 2 Mtoto wa madam yuko form 2. Ya huyu sasa ile story ya Rehema wa kike. Mtoto wa kike. Akamuelezea ile story ya Rehema ya kwetu ambayo iko kwenye page. Anambia ni dada amechezea fursa, ndo anamwambia mtoto wa madam. Kwa hiyo madam kabla hajajua hiyo story, amekaa mezani anakula na mtoto wake, ndo mtoto wake sasa anamwambia story ambayo ipo kwenye page yetu. Kama madam kwamba mama kuna huyo mdada sijui alipata mtu ni tajiri akachezea fursa. Sasa ndo mamake anashangaa mtoto masuala ya haya mtu kachezea fursa kwa mwanaume imekuaje, si ndo amuuliza. Tena dada wa kazi ambaye alienda kazini. Ndo akajua kwamba huyu ndo amemsimulia mtoto kwamba yani yule alichezea fursa kabisa. Kwa hiyo madam na yeye anapopiga simu anasema kama tu yeye anamuona mwenzake amechezea fursa, je mimi ambaye niko hapa na mume wangu huyu, hata mume wangu akisema tu akinini hapa, si huyu dada hawezi kabisa hata kusema kwamba atajizuia. Anasema sawa, asio kwamba nimesema wana chochote ambacho anafanya na mume wangu, lakini
ile tu hali ya kwamba yeye yuko anamuona yule Rehema wa kwenye content yenu kwamba yeye alichezea fursa, maana yake yeye kumbe angepata hiyo fursa asingeichezea. Yani hata hapa kwangu angeipata, angeitumia vizuri. Lakini hapo na nimesikia mara 2 unataja mavazi yake ni mabaya. Mavazi hii ni mara nyingine tena. Na sisi swala la mavazi hawa wadada tunawaambia kabisa kwamba ni kwa ajili ya kuheshimu ndoa za watu. Yani swala la wao wataka wavae mavazi ya heshima kazini ni kutokana na unyeti wa kazi yao. Wanaenda kufanya kazi kwenye familia ya mme na mke, na hawa ni wasichana, lazima wajistiri, lazima wavae kwa namna ambayo haionyeshi kama kuna chochote anachokitafuta. Kwa hiyo sasa hapo kwanza anavaa vibaya, pili anaanza kusimulia hizo tabia za ukahaba hizo za udangaji, yani kwamba za kutafuta wanaume. Fursa wapi? Hakuna fursa bwana. Ni tabia za kikahaba tu za kimalaya na mtu ambaye ajitambui. Na anamwambia mtoto ambaye ni mtoto wa kike wa form 2 wa madam kwamba eti huyo binti amechezea fursa. Kwa hiyo nadhani pia kwenye malezi hapo kuna shida, kwa sababu huyo anakaa na mtoto na mtoto tayari anajua the whole story ya mtu eti amekutana na mwanaume kwa hiyo akiwa naye. Yani kwa hiyo anamjengea mazingira ya huyo mtoto. Madam sana anaeleza kwamba mtoto wangu mimi kwa hiyo kukutana na mwanaume mwenye hela aone tu kwamba anaweza kuwa na huyu mtu kwa sababu ana hela zake, kwa hiyo ili nizipate hizo hela. Na ndio hayo mambo tunasema hawa wadada wa kazi wana role kubwa sana kwenye malezi na makuzi ya watoto. Yeye anaweza akawa aliongea hivyo hajui damage ambayo anaifanya au kitu gani anakitengeneza kwa yule mtoto. Kwa sababu huyo Rehema alivyoenda pale kwa yule mwanaume tajiri, akamkuta ni mwanaume ambaye ameshazaa na wanawake 9. Kila mtoto ana mama yake. Alafu yeye anaingiza idea kwamba bado amechezea bahati. Hicho ni kitu cha kishetani kabisa. Kwa sababu yani mtoto anatakiwa akuzwe kwenye maadili ya mwanaume sio tu tajiri. Ni mwanaume mwenye hofu ya Mungu ambaye anaweza kuheshimu ndoa yake, agano la ndoa. And then Mungu atawafungulia, atawabariki kwenye utajiri. Lakini ukiangalia tu pesa ya mwanaume bila kuangalia CV yake, alafu ukajiingiza tu kaona hiyo ni bahati, hicho ndio kinachowafanya hata wadada wanazidi kuhangaika kwenye hizi kazi bila kufanikiwa. Kwa hiyo hayo sio malezi, sio sehemu kabisa ya malezi. Yani maana tunaposema malezi ya watoto sio tu watoto wachanga wanaoenda kuwalea, hata hao wakubwa ambao tayari wameshaanza kujitambua. Mtoto wa form 2 ni mkubwa na tayari anajua issue za mahusiano. Kumwambia kwamba Rehema amechezea bahati ni kumpoteza kabisa mtoto. Rehema hakuna bahati yote alichezea, yeye ndio alienda kudumbukia shimoni kwa sababu ya tamaa zake. Na hivyo ndivyo wanatakiwa wawafundishe watoto kwamba utakapoenda kupapatikia tajiri kwa sababu tu ni tajiri bila kuangalia tabia zake, then na wewe unajidestroy. Kwa sababu mwisho wa siku mbona alirudi hapa na kilio kama ilikuwa ni bahati. Anyway, hiyo madam akalalamika kwamba yani hata anahisi kabisa yule hata akitokea imepatikana chance na wangu yani ndio hivyo akimkonyeza tu tayari basi. Bado dada ana matumizi mabaya ya simu muda wa kazi. Madam akiwepo dada atumii simu, lakini madam akitoka tu dada anatumia simu muda wote. Dada anapika chakula kidogo, watu wanashinda njaa na kulala njaa. Yani kama hii imetokea zaidi ya mara 2, kwa sababu hata leo ninavyoongea naye pale alirudishwa na madam pia akaisema yani yule dada ameshatulaza sisi njaa, tushibi chakula na unga upo na vitu vipo, lakini anaamua kupika chakula kidogo. Kwa sababu tu kuna siku ameambiwa chakula unapika vingi vinamwagwa. Kwa hiyo kwa sababu ameambiwa chakula umezidisha, sasa akaamua kukomesha. Akapika kidogo zaidi ya mara 2, watu wanakosa chakula. Kwa hiyo inabidi wale kidogo hivyo hawashibi. Kwa hiyo ndio ilikuwa yani yeye akiamua kukomesha na kukomesha kweli kweli. Anasema pia dada anafanya comparison ya sehemu aliwahi kufanya kazi na hii sehemu ya sasa. Dada ana complain kuhusu chakula anachokula, na madam anasema yeye anataka kula kuku na kula samaki. Yani madam sasa anasema kwamba dada ana sehemu alotoka sasa ndio sehemu yake ya kazi ya mwanzo. Bosi wake alikuwa anakula kuku sana na samaki. Dada anataka kuishi maisha ya kujiproud kwa madam. Mfano dada anatumia vitu, anaoga na shower gel 3. Sasa hayo maisha ndo anayotaka hata kwenye chakula. Yani kwamba hayo ndo anajionyesha kwamba ni maisha anayotaka, kwa sababu chakula kikipikwa kuna hiyo scenario ya mayai ambayo pia tuliongea mimi na wewe. Sio kikipikwa chakula anaenda kujinunulia vyakula vyake ambavyo tu ni vizuri, anakuja pale anapika nyumbani. Pia kuhusu kanisani bado dada anaonekana hataki kabisa. Hii mpaka nilishazungumza pia na dada kuhusiana na swala la kwenda ibadani. Kwa sababu hataki kuhusiana na kwenda, yani swala la ibada yeye no. Siku za kanisani anaaga, mara anaenda Kariakoo, mara anaenda sijui wapi. Pia dada amesema kuwa tulimbembeleza ili aendelee kukaa kazini. Yani ni kama anamkomoa madam
mume wa madam amefunga kamera kwa kutokumwamini dada. Pia dada anaongea sana na ndugu zake madam, ana maneno mengi mno. Yaani pale ndugu zake madam waga wanamtembelea. Kwa hiyo yeye dada sasa wakikaa nao ndugu zake madam ni wanaongea mpaka kuna ndugu wa kiume ambaye mpaka baadaye madam akasema nimemwambia kabisa ndugu yangu aache ya mazoea ya ukaribu na huyu binti. Hivyo. Baada ya muda hiyo Januari dada akapiga simu ameomba kuvunja mkataba. Kwa hiyo amepewa utaratibu wa kusubiri muda wa wiki 8 bosi wake aandaliwe dada mwingine. Then madam sasa ndo baada ya kumwambia kwamba dada mwenyewe amesema kwamba anataka kuvunja mkataba. By the way madam tayari sisi tulisha arrange kabla tu dada atatusukuma ngoja tuandalie dada. Kwa hiyo hata kabla dada hajasema anavunja mkataba tayari madam mwenyewe alikuwa ameshachoka. Sisi tayari tulishaanza process za kumwandalia dada mwingine. Kwa hiyo sasa Februari 12 ndio tumeongea na madam, amesema kwamba anahisi dada ana mimba, ndio maana anakuwa na hizo behaviors. Sasa amekuja kugundua sasa hivi kwamba hata zile reaction ambazo dada alikuwa anazifanya za makasiriko, makusudi ni kulingana na hali yake ya mimba. Kwa hiyo tukamuuliza madam amejuaje kama dada ni mjamzito. Anasema mimba inaonekana ni kubwa kabisa, lakini pia alimsikia dada akiwa anaongea na simu na ndugu zake kuhusiana na issue za mimba. Na tumemwambia madam basi amrudishe dada kituoni kesho ambayo ndio leo ili asubiri kupatiwa dada mwingine kwa hizo siku chache ambazo tutajitahidi kumpatia dada. Kwa hiyo leo sasa asubuhi ndio akamrudisha dada. Kwa hiyo dada alimrudisha, nimeongea nao pale. Dada anaonekana tu pia ni mbishi. Nadhani labda pia kwa sababu ya hali yake ya ujauzito, hata kwa uvivu. Yaani hata tabia nyingi ambazo zimesemwa inawezekana kabisa zina relate na hali yake ya ujauzito, kwa sababu nikamuuliza una mimba kweli? Akasema mimi nina mimba ya miezi 4 na miezi 5. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajijua kwamba ana mimba kwa muda mrefu. Hata hiyo tabia labda ya vyakula ambayo madam alikuwa analalamikia mwanzoni, labda anataka kula hiki, anataka kula kile, inawezekana ni hali yake. Hata hiyo attitude kubamiza vitu inawezekana pia ni hali yake mimba ambayo sasa hakucommunicate. Angalau kuna wengine ambao wanaweza kwa kazini hata mbeba mimba lakini anamwambia bosi wake, anajua namna hata ya kudeal na situation lakini hakusema. Na sio kumwambia bosi wake, anataka kutuambia sisi tuone. Hakuwahi kuripoti kwa hiyo bora kutuambia sasa una wala nini. Mimi wala subiria siku zikikaribia. Nani mic yake nafikiria imepinda, imekaa upande. Inazidi kukaa huko. Hivyo. Mbona kutuambia una mimba Shosti? Hilo naomba labda niombe lazi. Lakini pia kuja ulikuwa unajua una mimba? Sikujua. Ila baada ya kuona tarehe zangu nini siingii ndo nikaenda kupima ndo nikagundulika na mimba. Ila sasa ndo kwa vile daktari ananiambia kama hauna shida unaweza ukakaa siku zikaribu unaweza ukaondoka. Kwa hiyo mimi kwa nimepanga labda ikifika hata mwezi wa 6 hivi wangapi afu niwaambie huko ili mimi niondoke ili mtafutie nani dada mwingine. Lakini kusema sui swala la kubamiza milango, kuna siku nishakupigiaga simu kabla nani madam hizo hapo unazozisoma hizo ni kabla mimi, yani ni mimi nishapiga simu afu ndo yeye akaja akatoa taarifa nyuma yangu. Wewe ulipiga simu ukasemaje? Hiyo siku kwanza mwezi wa 12 alikuja wazazi wake. Kwa hiyo kana ikaeka mle ndani nini, kazi zikawa ni nyingi. Kwa hiyo sasa yeye yani yule madam niliokuwa naye so mtu yule wa shukrani. Alikuwa analalamika sana. Kwa hiyo muda wa kulala kwanza ulikuwa ni saa 7. Unamaliza kazi muda kulala saa 7, saa 12 nilikuwa naamka. Nikiamka pale mwanae labda ameamka pale anaanza kusumbua. Anaanza kulalamika mpaka sasa hivi kazi hazijaisha, watu hawajanya chai, sui nini, yelele. Dada uko peke yako? Nilikuwa peke yangu. Mimi nikamwambia madam, mimi nilipokuja hapa si nikwambia tuandike ratiba. Ukaniambia kwamba utamwona mwenzio jinsi anavyofanya nini, maana nilivyoenda nimkuta kwa mdada mwingine. Utamwona mwenzio jinsi anavyofanya na wewe utafuatisha tu hivyo. Kwa watu kuandikaga ratiba wala nini. Kwa basi mimi tulikuwa tunafanya kazi na ule dada. Asubuhi akiamka mimi labda kana deki, anaosha vyombo, haya. Tukimaliza kazi zote ndo nilikuwa namuona anaenda kudeki choo, nikasema kumbe choo labda kina deki baada ya nini? Baada ya kazi. Alafu na chai tulikuwa tunachemsha baada ya kumaliza kazi zote ndo tunachemsha chai tunaweka. Sasa hiyo siku tu amekuja, kwanza nilikuwa nimeloweka nguo. Kazi ilikuwa ni nyingi. Sijaifua ile nguo, akaikuta akula akaanza, nguo ya mtoto inakaa muda mrefu huko, sui nini, yelelele. Akaa vizuri kwenye mkataba wako, angalie vizuri. Sui nini na nini, akawa anaongea kwanza na maneno mengine ni machafu. Lijitu nalilipa hela, sui nini. Yani basi tu na wewe unajisikia vibaya muda mwingine. Mimi nikaichukua ile nguo nikaenda kuifua. Nilivyoifua kesho yake tena hivyo akaamka.
ndo ile anaongea au watu wanachelewa kunywa chai, sijui nini. Lakini mimi hajawahi kuniambia, anasema ndugu zako wanalalamika chai inachelewa. Basi mimi nikamwambia madam, mimi kuniambia utaratibu wa chai kwamba chai inatakiwa muda gani uwepo mezani. Kwani wewe hujui? Sijui na nini? Wewe hujui utaratibu wa nyumbani? Kwani ulikotoka kwa bosi wako mlikuwa unafanyaje? Mimi nikamwambia kwa bosi wangu mimi tulikuwa wawili. Tuseme watatu, mimi, yeye na mtoto wake mdogo. Kwa hiyo mtoto wake alikuwa anaenda shule, mimi nabaki tu mwenyewe kwa najiamlia. Kama mdogo nitakunywa chai nitafanyaje? Hivyo. Kwa hiyo pale taratibu za pale na za kule zilikuwa ni tofauti. Basi baada ya kusema vile, basi mimi nikabadilika, nikasema ngoja basi kama kabla ya yote nitaanza na hicho choo alikuwa anasema wewe choo watu wanatumia kichafu, hujadeki nini. Nikawa naamka na deki choo na deki. Nikishamaliza na kudeki nyumba nini, kabla sijaosha vyombo nachemsha chai naweka mezani. Basi tumeenda hivyo, hiyo siku tena unaosema kumbe sui nabamiza milango hata so kila siku. Hiyo siku ametoka tu huko kazini, alikuwa na miasira yake kweli, kulikuwa na nguo ya mtoto. Hiyo siku kweli mtoto wake ni msumbufu. Nilikuwa nafua mtoto analia. Kwa hiyo nahisi ile nguo sikuita. Anaelekea miaka 2. Kadogo. Nikasumbufu, kwa hiyo huwezi kukaa nako na nini na kufanya kazi nako. Kwa hiyo kazi zote si nilikuwa nafanya mwenyewe. Kwa hiyo nikakakalisha pale kanasumbua nini. Msikia. Anasumbua na mtoto wa miaka 2, alafu dada ni mmoja. Simnaambiaga mabosi inabidi kama dada ni mmoja, yani dada anaweza kufanya kazi tu pale mtoto ambapo atakuwa labda amelala. Manake akiwa macho sasa uchague nikafue nguo nimwache mtoto hapa anakauka analia. Na mtoto analia saa 11 tu mwenye ni shahidi pale shamu. Au akae na mtoto. Kwa hiyo si unataka utambadilishia dada baada ya huyu kuondoka. Hivyo ndio vitu yani unatakiwa uvizingatie unapokwenda kumpa dada mwingine ili aweze kuboresha, kwa sababu bila hivyo ndio ile unakuta kila siku dada anaingia na kuondoka. Kwa hiyo take note hivi vitu ambavyo kwetu sisi tunaona ni changamoto. Bosi anapokuwa na mtoto mdogo wa level hiyo, miaka 2, anaye ni msumbufu, anayehitaji attention muda wote, alafu ukawa na dada mmoja, lazima ukubali vitu vingine visifanyike. Unapokuja ukakuta nguo chafu hazijafuliwa, ujue dada huyu alikuwa focus na mtoto kwa benefit za mtoto wako. Yani kwa benefit za mtoto wako. Sio unataka uje ukute kila kitu kiko vizuri, nguo zimefuliwa zimetakata, alafu huyu mtoto hajalia. Huyu mtoto hakuachwa tu ajala kwa wakati. Hicho kitu kinakuwa kiwezekani. Either wewe una mtoto mpole ambaye akikaa mahali anatulia, dada anaweza kweli akaenda akafua. Si mtoto sio mlizi au sio msumbufu, lakini watoto wengi wanakuwa katika hiyo stage wanahitaji attention. Na ndio maana kwetu kipaumbele ni malezi. Kwa watu ambao wenye uwezo ndio maana tunawashauri kuchukua professionals wa malezi ili mtoto aweze kukua vizuri. Kwa nimeichukua hiyo pointi kwa sababu ni eneo letu nyeti sana la malezi ya mtoto. Bosi unapokuwa na mtoto mdogo, huwezi ukataka kazi zote zifanyike yani kwa wakati yani zikawa sawa, kwamba ukute mtoto wako hajalia, amelishwa vizuri, amekula vizuri, ameogeshwa, amebadilishwa, unaelewa? Alafu bado ukute na vitu vingine vimefanyika kama hivyo, nguo zimefuliwa, sio zimetakata au zimefanyaje. Hivyo vitu lazima kuna kitu kitasafa. Kwa hiyo kama unakuwa na dada mmoja, una mtoto mdogo, alafu unakuja unakuta usafi umefanyika, chakula kimepikwa, nyumba safi, basi ujue mtoto anasafa. Kuna mahali dada inabidi sacrifice mtoto aliye huko ili amalize kazi, ukija usibwate. Endelea. Kwa hiyo siku saa mtoto alikuwa nasumbua, mimi kasangoja nisifue haraka. Basi ile nguo sikuiangalia kama ina doa. Basi nikafua nikazianika, nikamuingiza mtoto wake, maana mtoto wake hataki akae nje, akae tu ndani. Tukaingia ndani. Na hiyo siku mvua ilinyesha, nguo zikukauka vizuri. Nguo tunaikaga tu sebuleni kwake pale kwenye masofa. Kwa hiyo zile nguo nikazitandaza vile, ila vimerudi basi alikuwa na miasira yake. Akafika pale mwanae alikuwa amekaa hapo kwenye kiti. Mimi namsikia kwa jikoni, nimeshampokea mizigo naenda kuipanga kule kwenye friji. Anza kusema, hizi nguo zimefuliwa kweli? Hebu iangalie hiyo nguo imefuliwa kweli? Anambia yule mtoto wake akasema, dada amefua. Wewe unavyoiona imefuliwa, sio nini lakini. Mimi hakuniambia lakini hapo. Baadaye nikakuta tu manunguniko kule anaongea maana mara nyingi anaongeaga chini alafu mara nyingi anaongea kilugha mimi sijui. Hata hiyo kuna kipindi nikasema sio niwaambie au tu niwaache, maana unakuta kule muda mwingine anakusema Kichaga huko mimi sikijui lakini anakuteta nini. Basi unaamua tu kunyamaza. Haya. Mimi nikasema ngoja nitoke jikoni nisikilize, ndo akaniambia
madam, hii nguo imefuliwa kweli? Nikasema nimeifua. Hebu iangalie kama imefuliwa kweli. Nikaiangalia nikasema nitairudia, samahani.